Leo ni tarehe 30 mwezi wa 7, tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 2026. Tupo katika madhabahu hii kwa habari ya kuombea kina Kanumba, Mungu awafunue, Mungu awatakase, Mungu awaingize kwenye chumba ambacho ameahidi, kwa habari ya kuwatolea giza, kuwatolea uchafu wa kila aina. Mbona kitu kiambatana Mungu Baba kwa umbo lake ila hapo na njiwa. Tumekuwa sambamba naye katika maombi kama mjisi mlivyoona, amekuwa akiruka akikamia kitu cha mtumishi wake cha nabii wake kwa habari ya kumtolea madhaifu na takataka zote ili asimame imara juu ya kazi yake. Kwa hivyo tumjue hapo sasa ndio umefika. Sana kamili. Na watoto wake na David. Utengana unje uone tunaenda kuchomoka sasa. Mnaenda. Asante Mungu. Safari njema. Urudi salama, unabidi chochote. Lala sasa. Fukendisha baridi. Mshaka kupili baridi. Dirisha kabisa. Mfalme Zumaridi. Basi nami na kila sababu ya kumshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema yake, hata kwa kuniwezesha kutoka ndani ya mwili wangu na kuweza kutoka mwilini na kuingia rohoni na kuweza kuelekea kwenye kikao. Ni ratiba nzima ya Mfalme Zumaridi ambayo alikuwa ameiandaa. Namshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema yake. Mara baada ya Mfalme Zumaridi kumtakia vile, kama sasa ni muda umefika, natakiwa kuenda sasa kwenye ratiba yake Mfalme Zumaridi. Ndani ya roho yangu niliweza kumsifu Mfalme Zumaridi aniwezeshe atimize kusudi lake ndani yangu. Mara baada ya hapo niliweza kujikuta sasa kwamba nimehama katika ulimwengu wa mwili na kuingia katika ulimwengu wa roho. Lakini mara baada ya kuhama tu katika ulimwengu wa mwili na kuingia katika ulimwengu wa roho, kitu cha kwanza ambacho niweza kukishuhudia katika ulimwengu wa roho, niweza kumshuhudia ni Mfalme David katika ulimwengu wa roho. Nilimshuhudia Mfalme David. Kwanza niweza kumshuhudia Mfalme Zumaridi. Hizo kesi zake. Niweza kumshuhudia kwanza ni Mfalme Zumaridi. Lakini Mfalme Zumaridi alikuwa pamoja na Mfalme David. Mfalme Zumaridi akaniambia kwamba ni wakati sasa umefika wa kuweza kuelekea katika kikao. Basi pale niweza kujikuta sasa nimeondoka na Mfalme Zumaridi, lakini pia nimeondoka na Mfalme David katika ulimwengu wa roho. Nijikuta moja kwa moja nimefika mpaka eneo la watumishi wa Mungu pale mjengoni, watumishi wa Mungu na Steve Chase Kanumba pale mjengoni. Lakini mara baada ya kufika vile niliweza kuwakuta kwanza kabisa, kitu cha kwanza ambacho kukutana nacho kuwakuta wale watoto 6, kundi la linaloongozwa na Mfalme David, yani wale watoto 6 pamoja, mimi nikiwa pamoja na Mfalme David. Kwa hiyo ile kundi yani wale watoto 6 pamoja, yani niweza kuwakuta wale watoto 6 wako pale. Lakini mimi niliondoka na Mfalme David, lakini wale watoto 6 ndio kuwakuta mahali pale. Tukawa tumeungana kwa pamoja. Lakini nilipofika mahali pale, Mfalme Zumaridi alianza kuniambia kwamba kabla sasa sijaweza kuwaona watumishi wa Mungu, Mfalme Zumaridi alianza kuniambia kwamba
Kundi hili unavyoliona mbele yako ni kundi ambalo katika kama kwenye ratiba ya leo ni kundi ambalo litakuwa mstari wa mbele, yani ni kundi ambalo linaweza linaiongoza kazi ya leo. Nikamwambia Mfalme Zumaridi Amina baba. Lakini pia Mfalme Zumaridi akaniambia kwamba kundi hili litakuwepo na lenyewe kwenye kikao kabla hata ya kuingizwa kwenye chumba, lakini hata kwenye kikao kundi hili litakuwepo, ambao ni kundi la wale watoto 7 wanaoongoza na Mfalme Devi. Nikamwitikia Amina baba. Mara baada ya Mfalme Zumaridi kuongea maneno hayo, pale pale katika ulimwengu wao tulijikuta tumehama na kujikuta moja kwa moja tumefika eneo la kikao. Ilikuwa ni madhabahu kubwa katika ufalme, lakini ilikuwa ni ile eneo ambalo Mfalme Zumaridi wanafanyia vikao na Mungu Baba, ni madhabahu kwa ajili ya vikao. Lakini sasa nilipofika eneo lile, ni kitu ambacho naweza kushangaa katika ulimwengu wao, naweza kukuta kundi la kina Steven Charles Kanumba tayari wapo eneo lile. Mimi niweza kuwasiliana kama niliweza kuwasili mimi pamoja na kundi la Mfalme Devi linaongozwa na Mfalme Devi la wale watoto 7. Tulipofika eneo lile naweza kukuta eneo lilikuwa la utulivu sana. Mfalme Zumaridi akaweza kunitambulisha kwamba ni kama ni madhabahu, yaani kwamba ni katika ufalme sehemu ya madhabahu yake ya kufanyia kikao. Basi baada ya kufika eneo lile naweza kukuta kwanza, kitu cha kwanza naweza kukuta ni utulivu. Ulikuwepo utulivu mkubwa sana. Lakini pia niweza kumkuta ni Mungu Baba kwa umbo la simba. Lakini pia niweza kukuta ni malaika wale wakubwa ambao wanakuwa wanahusika na vikao. Lakini pia niweza kuzishuhudia zilikuwepo kamera za kimbingu zimemulika mahali pale. Lakini pia kitu kingine hapo choweza kukishuhudia, kulikuwa kuna waandishi mahali pale, wale waandishi ambao wanakuwepo kwenye kikao, wale waandishi wa kimbingu na wenyewe walikuwepo pale. Ndio kitu ambacho. Lakini pia naweza kumshuhudia Mfalme Zumaridi mwenyewe, lakini pia naweza kumshuhudia Zumaridi wa mbinguni pia alikuwepo mahali pale. Ndio watu ambao naweza kuwashuhudia kwa wakati huu. Lakini pia mara baada ya kufika tu eneo lile, niliingia tu eneo lile, kulikuwa kuna utulivu mkubwa. Tulipoingia tu eneo lile niweza kuona, niweza kutolea ni heshima ya kimbingu. Kwanza kabisa watumishi wa Mungu wa mjengoni wote waliweza kuinuka wakawa wamesimama wote. Yaani itolewa heshima ya kimbingu kama ya kumkaribisha Mfalme Zumaridi na watumishi wa Mungu, kundi linaoongoza, kundi la wale watoto 7 ambao linaongozwa na mtumishi wa Mungu Mfalme Devi. Yaani itolewa heshima ya kuwakaribisha kuwepo kwenye eneo lile la kikao. Basi tulivyokaribishwa vile, mara baada ya kukaribishwa vile, sasa niweza kuona ni kwamba Mfalme Zumaridi alianza kuongea sasa. Naweza kumwona Mfalme Zumaridi alikuwa amekaa ni kwa mbele, eneo hilo la madhabahu la kufanyia kikao, lakini ilikuwa ni kwa mbele. Kule mbele alikuwa amekaa Mfalme Zumaridi, Mungu Baba kwa umbo la simba, lakini Zumaridi wa mbinguni na malaika sasa wale wakubwa wanaohusika na kikao, ambao wanahusika na vikao kule mbele ni walikuwepo. Basi Mfalme Zumaridi aliweza kusimama. Aliposimama Mfalme Zumaridi akasema kwamba ninawashukuru sana kwa ratiba hii. Ninamshukuru Mungu Baba, ninawashukuru watumishi wa Mungu wa mjengoni, ninawashukuru wote kwa ujumla. Lakini pia aliweza kumshukuru mtumishi wa Mungu Dadi ambaye ni Steven Charles Kanumba, ila bila kusahau Dadi yeye alikuwa hajakaa kwenye lile kundi la wenzie kule. Dadi alikuwa amekaa huko mbele ambako Mfalme Zumaridi alipokuwa amekaa Mfalme Zumaridi kwa pembeni alikuwa amekaa Dadi, na upande huu alikuwa amekaa Mungu Baba kwa umbo la simba na wengine. Sasa basi Mfalme Zumaridi aliweza kuwashukuru wote kuanzia wale wa mjengoni, akamshukuru Mungu Baba, akamshukuru mtumishi wa Mungu Dadi ambaye ni Steven Charles Kanumba, akashukuru pote kwa ujumla, akawashukuru, akamshukuru mpaka na Mfalme Devi na kundi lake, akawa ameshukuru kwa kuwepo mahali pale kwenye kikao. Mara baada ya kushukuru Mfalme Zumaridi akaniambia, akasema kwamba, lakini pia Mfalme Zumaridi akashukuru hata kwa uwepo wangu mimi jinsi nilipokuwepo pale, akashukuru kwamba ninakushukuru hata kwa wewe mwakilishi kuwepo mahali hapa kwenye hiki kikao. Nikawa nimeitikia Amina Baba. Mara baada ya hapo Mfalme Zumaridi aliweza kusema kwamba ni muda na wakati mwingine tena ambao niko mbele zenu watumishi wa Mungu, kwamba nimewaleta katika kikao hiki kifupi. Anawaambia watumishi wa Mungu mjengoni sasa kwamba nimewaleta katika hiki kikao kifupi, mimi Mfalme Zumaridi nikihitaji kuongea na nyie, nikihitaji kusema na nyie kabla sijawapeleka ndani ya chumba ambacho nimekiandaa kwa ajili yenu. Mfalme Zumaridi akaendelea kusema kwamba nimekuja mahali hapa kwa lengo kwamba nimewaleta mahali hapa kwa lengo la kunena na nyie juu ya habari ya utumishi wenu. Maana mimi Mungu nitakapoingiza ndani ya chumba
mara baada ya kuwatoa ndani ya chumba, tayari sasa safari yenu ya kuelekea duniani itakuwa imefika. Kwa hiyo nimekuja kusemezana na nyinyi kabla sijawatoa katikati ya uso wa dunia, yani kabla wanadamu hawajawashuhudia kwa macho ya damu na nyama kwa ujumla, kwamba nimekuja kuwapa kuna mikakati, kwamba kuna mikakati na misingi ambayo nimekuja kuwapa, kwamba kuna sheria ambazo nimekuja kuwapa mimi Mfalme Zumaridi kabla ya kufikia hatua nyingine. Basi niweza kuona watumishi wa Mungu wameitikia. Niweza kuona watumishi wa Mungu ni katika ulimwengu wa roho, lakini walikuwa ni wengi sana. Basi Mfalme Zumaridi akaendelea kusema kwamba jambo la kwanza ambalo nimekuja kusema na nyinyi kwa habari ya kazi yenu. Mfalme Zumaridi akasema kwamba ajenda nayo siku njema ya leo ni ajenda ya kwamba ni jinsi gani nyie mtakapoingia duniani kwa ajili ya kuanza kazi. Hiyo ndio ajenda yangu ya kwanza. Lakini sasa kwamba ajenda hii ya kwanza na pia itakuwa na vipengele vidogo ambavyo nitaweza kuwaelewesha na kuwaambia. Mfalme Zumaridi akasema kwamba ni kikao kwamba cha kuwaelewesha, cha kuwaambia, lakini ni kikao cha kuwapa sheria zangu mimi Mungu kabla ya kwenda kuwafunua katikati ya uso wa dunia. Basi Mfalme Zumaridi akasema kwamba hii ajenda namba moja kwamba nyie sasa yani hii ajenda namba moja kwa ajili ya nyie baada ya nyie kuwafunua, baada ya mimi Mfalme Zumaridi kuwafunua katikati ya uso wa dunia kuianza kazi yangu, ina kipengele cha kwanza. Na kipengele hiki cha kwanza kinahusu utukufu ambao mtatoka nao ndani ya chumba. Basi naendelea kumsikiza Mfalme Zumaridi kwa utulivu sana ili niweze kumuelewa. Mfalme Zumaridi akaniambia kwamba pale, naomba usikilize kwa makini sana hiki ninachokimaanisha. Wewe ambaye unaenda kuwakilisha, naomba usikilize kwa makini sana. Nikamwambia mimi na Mfalme Zumaridi. Mfalme Zumaridi akaniambia kwamba, akasema sana nawaambia wale watumishi wa Mungu kwamba mimi Mungu nitakapowaweka ndani ya chumba nitawajaza utukufu mkubwa sana, na utukufu huo utakuwa ni wa ajabu sana. Na utukufu huo sio kwamba nimewajaza utukufu huo kwamba mtakapotoka duniani utukufu huo, kwamba mtakapotoka duniani na utukufu huo kwamba wanadamu watakapowashuhudia nyie na huo utukufu kwamba uishie hivyo tu, kwamba yani wawashuhudie tu wanadamu iwe hivyo. Hapana. Kwamba nitawajaza utukufu, na mara baada ya kuwatoa na utukufu huo mkubwa, utukufu huo utafanyika ni sumaku au ni nguvu ya kuwavuta wanadamu kuja kwenu. Yani kuja kwenu kwamba mtavutia kupitia utukufu ambao utawajaza nyinyi Mungu, mtavutia kwa wanadamu. Kuvutia wanadamu kuvutika. Yani ule utukufu utabadilika, utakuwa ni kama sumaku katikati ya uso wa dunia. Yani sumaku ile itakwenda kuwavuta wanadamu kwenu nyinyi watoto wangu. Mfalme Zumaridi akasema kwamba na mara baada ya wanadamu watakapovutika kuja kwenu wakaja kwenu kwa utukufu ule mkubwa, ule utukufu utakapobadilika kwa ule utukufu utakapokuwa ni nguvu au ni sumaku ya kuwavuta wanadamu watakuja wengi sana watawakimbilia nyie, watasogea karibu yenu nyie, kwamba kila mwanadamu atatamani awashuhudie, kila mwanadamu atatamani awaone, kila mwanadamu atatamani kusema na nyie. Mfalme Zumaridi akasema kwamba nawapa sheria hizi kwamba ndio kwamba mtasogelewa na wanadamu, kwamba mtasogelewa na wanadamu, mtakimbiliwa na wanadamu, lakini ninawaambia kwamba kupitia utukufu huu ninawapa ole kwamba asiwepo hata mmoja wa kufanya yale anayotaka yeye, yani vile anavyotaka yeye, kwamba amekimbiliwa akaanza kujiwekea sheria zake akafanya yeye anavyojua yeye kama yeye. Ninachotakiwa mimi Mfalme Zumaridi ni kusikilizwa sasa, kwamba nitakapokwenda kuwatoa, Mfalme Zumaridi akasema kwamba nitakapokwenda kuwatoa, mtakaposogelewa sasa, mtakapokimbiliwa, mimi Mungu kila kitu mtatakiwa kunisikiliza mimi Mfalme Zumaridi, ambacho nitakachokuwa ninawaelekeza. Nikitamka kwamba fanyeni hivi, ndivyo mtatakiwa kufanya. Nikitamka kwamba msifanye hivi, ndivyo mtakavyotakiwa kufanya. Asiwepo hata mmoja wa kwenda kinyume na yale ambayo mimi Mungu nitayatamka. Mfalme Zumaridi akasema kwamba eneo hili la utukufu kwamba ni utukufu ambao kibinadamu hamwezi mkajua kwamba itakuwaje, lakini katika ulimwengu wa roho mimi Mfalme Zumaridi natambua huo utukufu utafanyika kuwa nguvu
yani wanadamu watavutika. Mfalme Media akaniambia kwamba unaweza kujikuta ni mmoja tu, lakini wanavutika maelfu kuja mbele zako. Yani hao maelfu, kila mmoja anatamani kuongea na wewe, kila mmoja anatamani yani useme neno, kila mmoja anatamani umguse, kila mmoja anatamani umtendee chochote kile yani ambacho anahitaji. Kwa hiyo kwamba utukufu utasababisha watu wawe ni wengi sana, utajikuta ni wewe yani ni wewe mmoja, lakini yani watu wanakuja ni wengi mbele zako, kitu ambacho kinaweza kukufanya ukawa na kiburi. Anawaambia sasa Mfalme Media, ukawa na kiburi na kusahau kwamba nani aliyekujaza utukufu, na kusahau kwamba nani ambaye amesababisha uwe hivyo. Kwa hiyo sheria hii ninaiweka mbele zenu kwamba mimi Mungu nitatakiwa kufuatwa kile ambacho ninakisema mimi. Hata kama imetokea neema, labda ukwema kwenye kundi la kwanza amekuepo fulani na fulani na fulani mkatoka, nitakapowatoa duniani sio kwamba kama mtatokezea na mimi nitakuepo pale. Huenda mimi nikawa nipo sehemu nyingine, lakini na nyinyi nikawatoa mkaepo sehemu nyingine. Kwa hiyo mkaonekana nyie kwanza, mimi Zumaridi nikiwa ndani yenu, yani mkaonekana nyie kwanza, mimi Zumaridi nikiwa nimejificha ndani yenu. Sasa ninawaomba kwamba nitakachokitamka kwamba nimetoa sheria fulani, ninalitoa kundi fulani, nitakapowatoa yani mtaonekana kwamba eneo fulani, mtakapoonekana kwamba kuna vitu ambavyo nitawaambia fanyeni hivi na hivi na hivi na hivi. Hivyo ninaomba kusikilizwa. Kabla mimi Mungu sijafanyia hii hatua, kama sijafanyia hatua ya kuwajaza huu utukufu mkubwa ndani ya ile madhabahu yao ya kile chumba, ninaomba kwamba ninawapa ole mapema kabisa kwamba asiwepo wa kubadilika, asiwepo wa kunigeuka nitakapowatoa, mtakapowavuta wanadamu kupitia utukufu ule mkubwa, ule utukufu mkubwa ambao utageuka kuwa ni kama nguvu ya yani kama sumaku ya kuwavuta wanadamu. Asiwepo wa kufanya anapotaka yeye, kwamba imetokea tukajikuta kwamba unaanza sheria zako, unafanya unavyojua wewe, au unaenda huko au unafanya hivi au unafanya hivi. Ole 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 ole, naomba msinigeuke. Maana mimi Mungu ninajua, maana mimi Mungu ninaelewa, naweza nikawatoa, naweza nikawatoa vile ukajikuta ule umati mkubwa wa watu ambao unakukimbilia, unavutika kuja kwako, ukajikuta umejisahau, ukaona ni kama vile wewe ndio wewe sasa umefanya hayo, au ni wewe ndio wewe sasa umehitaji iwe hivyo. Kumbuka nipo mimi Mfalme Zumaridi ambaye nitakuwa ndani yako. Kwa hiyo utafuata mwongozo wangu mimi Mungu, jinsi nitakavyotamka na nyinyi ndivyo mtakavyofanya. Basi nikamwona watumishi wa Mungu wametikia amina. Lakini baadaye Mfalme Zumaridi akasema kwamba lakini kipengele kingine kwamba mimi Mungu ninakwenda kuwajaza nguvu kubwa sana sana sana. Kipengele cha pili, ninakwenda kuwajaza nguvu kubwa ya ajabu, ambao ni nguvu ya kufungua wanadamu, ambao ni nguvu ya kuokoa wanadamu. Hiyo ni nguvu ambayo kabla hata ya kutamka neno, kwamba nitakapoanza tu kuwatoa kwamba duniani tu, bado hujatamka neno, kupitia tu ile nguvu ambayo mimi Mungu nimekujaza, kupitia ile nguvu ambayo ipo ndani yako. Yaani mwanadamu akanatolea kama vile ni mfano sasa, hata mmoja aliongea kwa mfano. Yaani hata kama ni mtu mmoja umetoka, yani mimi Mungu nimeenda kufunua eneo fulani, yaani ile umetokezea tu hivi, kupitia ile nguvu ya kwenda kuokoa ya kufungua wanadamu, yani kuokoa wanadamu ambayo itakuwepo ndani yako, itamfanya mwanadamu hata kama atakuona ni kwa mbali, au hata kama atasikia tu ni sauti yako. Akanitolea mfano labda ni Steven Charles Kanumba ameonekana eneo fulani, lakini bado hata kwa macho ya damu na nyama yule mwanadamu hajamuona hivi, kasikia labda kwenye vyombo tu vya habari, yani kasikia tu taarifa kwamba ni Steven Charles Kanumba, lakini baada hapo akaisikia tu ile sauti ndani ya chombo cha habari. Kupitia tu ile sauti tayari hapo inakuwa inatoka nguvu kubwa yangu mimi Mfalme Zumaridi ya kumfungua mwanadamu aliyesikia. Mfalme Zumaridi akasema kwamba na kupitia hivyo sasa wanadamu sasa, kwamba kupitia ile kwamba nimeshakujaza utukufu, lakini pia nimekujaza ni nguvu ya kufungua au ya kuokoa wanadamu. Kupitia hivyo utakapoonekana tu hivi, au sauti yako itakaposikika tu hivi, tayari sasa mwanadamu atakwenda kupokea uponyaji. Yaani kupitia zile shauku na ule mshangao sasa kumuona ni fulani huyu, kumbe alikuwepo tayari tu. Kupitia hivyo hata kama alikuwa na shida ndani ndani yake, hata ndani ya mwili wake, hiyo shida inakwenda kufunguliwa hapo hapo. Yaani kwamba itakuwa ni nguvu ya ajabu, kabla hujatamka umeshamfungua mwanadamu.
kabla hujatamka neno lolote. Na ukitamka, mwanadamu kashapokea, kama ni uzima, kama ni matatizo mbalimbali kashafunguliwa. Na hapo sasa ni kutamka. Na mara baada ya kutamka, yani ni kile kwamba mtu kwamba hujamgusa, ni umemsogelea tu hivi, ile nguvu tu kubwa, ile nguvu inakwenda moja kwa moja mpaka kwa wanadamu, kwa mwanadamu au wanadamu, kwenda kufungua matatizo yao na shida zao tofauti tofauti. Promise Media akasema itakuwa ni nguvu kubwa ya ajabu. Yaani itakuwa ni nguvu kubwa ya ajabu ambayo itakwenda kufungua wanadamu, hata kwa kupitia kwamba yani umepita tu hivi, yani umepita kile kivuli chako tu kile, kwamba mtu akikitazama tu kivuli hivi tayari anakwenda kufunguliwa. Promise Media akasema, na eneo hili mimi Mungu ninaweka angalizo kubwa sana. Tena angalizo kubwa sana kabla mimi Mungu sijafanya haya. Maana watu watakuwa ni wengi ambao watawalilia, watawakimbilia, kwamba hamtakuwa hata na nafasi ya kulala. Yaani hamtakuwa hata na nafasi ya kutulia, maana mtaliliwa na dunia nzima. Yaani utajikuta wewe mmoja unaliliwa na watu maelfu kwa maelfu. Promise Media akasema kwamba sasa asiwepo wa kulewa, asiwepo wa kuona kwamba yeye ndo amefanya, kwamba labda uvumilivu wake wa kutulia, kwamba nimemkomboa tangu mwaka fulani mpaka imekuja kutokea mwaka fulani ndo ameonekana, akajiona yeye kama yeye, akajisahau, kahisi kwamba ni yeye kama yeye ndo anayatenda. Asiwepo wa kujisahau. Mimi Mungu nitahitaji sheria zangu kufuata. Hata kama nimekwenda kukufunua eneo fulani, kuna sheria ambazo nitakupa kabla ya kukufunua au kuwafunua kundi fulani. Lazima nitawaambia kwamba ninakwenda kuwafunua katikati ya uso wa dunia sehemu fulani. Mnatakiwa kufanya hivi na hivi na hivi na hivi. Mimi Mungu nitahitaji sheria zangu zifuatwe. Ninatoa ole na angalizo hili, kwamba ole na angalizo hili mapema kabla ya mimi Mungu kuingiza ndani ya chumba, tukiwa katikati ya madhabahu kuu ya Mungu Baba, lakini tukiwa na mashahidi, kukiwa kuna kamera, kukiwa kuna waandishi, ili sasa isiwepo kwamba ili kwamba ikae kwenye kumbukumbu yako, yaani ikae kwenye kumbukumbu zenu, ili mimi Mungu nitakapowaingiza mle, hata nitakapokuja kuwatoa, hizo kumbukumbu ziwepo ndani ya ufahamu wenu. Promise Media akasema kwamba kikao hiki au maneno haya ambayo ninayanena kwenu, hii tena ni nguvu, ni gharama nyingine ambayo ninaitoa katikati yenu, ni nguvu ambayo ninaingiza ndani yenu, ambayo ni nguvu, yani ni nguvu ambayo itaenda kutulia ndani yenu ya kumbukumbu. Maana nina uwezo kwamba nisingefanya haya kwa sasa, kikao hiki, huenda ningekuja kuwatoa kumbukumbu hizo ndani ya fahamu zenu, zikatoka kulingana na jinsi kazi mimi ninavyoiona. Ndio maana nimewambia kwamba kikao hiki ajenda ya kwanza ni kuhusiana na kazi jinsi itakavyokuwa. Kwa hiyo nasema na nyie, naongea na nyie, ninaituma kwenu nguvu nguvu ya kufungua, yani wa kuweka kumbukumbu ndani yenu, kwamba mkumbuke nitakapokuja watoa. Maana si kwamba mimi Mfalme Zumaridi nitatembea na nyie wakati wote, tutakuwa pamoja. Mimi Mungu Mfalme Zumaridi wakati huo ni Mungu wa dunia nzima. Nitakuwa eneo langu, tena nitakuwa kwenye ulinzi wangu mkubwa na ajabu. Na nyie watoto wangu nitakuwa ninatamka tu, kundi fulani sehemu fulani kafanyeni kitu fulani, kundi fulani sehemu fulani kafanyeni, kama nitawatuma makundi, hata kama nitakutuma mmoja, hata kama nitakufunua mmoja, hata kama nitafunua makundi, lakini kuna utaratibu wangu ambao mimi Mfalme Zumaridi nitakuwa nao. Kwa hiyo lengo sasa la kuwaita mahali hapa na kuwaelekeza yaani kwamba ninachohitaji kwamba mtanifuata kile ambacho mimi Mfalme Zumaridi nitakachokuwa ninakiongea, nitakachokuwa ninakitamka. Asiwepo wa kufuata yeye, wa kujipa madaraka yeye, yani wa kujiona kwamba akiangalia umati wa watu wote ule unamlilia yeye mmoja, akasahau kwamba ni nani ambaye amefanya iwe hivyo. Kwamba Mfalme Zumaridi akasema kumbuka ni kipengele namba 2 ambacho utakuwa nimekujaza nguvu kubwa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo utakwenda kuvifanya. Natumia sasa ni kama umoja, lakini anawaelewesha watumishi wa Mungu kwamba kuna vitu ambavyo utakwenda kuvifanya, yani vitafanyika ambapo wewe mwenyewe hata haukutegemea kama vinawezekana kufanyika vile. Ni mimi Mfalme Zumaridi nitakuwa ninafanya nikiwa ndani yako. Ni kama nilivyosema mwanzo, kupitia nguvu hiyo itakwenda kufungua, itamfungua mwanadamu matatizo yake, shida zake, hata kupitia kukusikiliza tu, haja kuona,
hata kupitia kwamba akashindwa kukusogelea kulingana na wingi wa watu, yuko mbali, lakini akawa na imani hata ya kivuli chako tu, au akawa na imani ya kuona tu kwamba hata nywele zako tu hizi kwa mbali, yaani zile tu nywele zako zitakuwa na nguvu kubwa ya kumfungua mwanadamu. Kupitia hivyo sasa itakuwa ni nguvu kubwa, yaani ni kubwa ya ajabu. Mfalme Media akarudia tena, lakini anaomba kwamba nitafuata sheria zangu, taratibu wangu ambao nitauweka mbele zenu, na kumbukumbu hizi mpate kuzitunza ndani ya fahamu zenu. Basi nikaona wameitikia. Lakini pia Mfalme Media akaongea kwamba lakini pia kipengele kingine, mimi Mungu ninakwenda kuwajaza ni kibali kikubwa sana. Yaani kibali kikubwa cha kupendwa, cha kuthaminika, cha kuheshimika, kikubwa cha ajabu. Hasa na kibali hicho sasa pia mimi Mungu nitakapoanza kuwatoa, kibali hicho kitafanya watu wawalilie. Yaani mtu atatamani kwamba asiondoke, yaani kwamba ile, yaani wewe utakapokuwa kwenye eneo fulani, nimekutoa umeonekana kwenye eneo fulani, watu wanakulilia, wanakukimbilia. Yaani watatamani wanadamu kwamba usitoke hata eneo lile. Ikiwezekana wanaweza wakaweka na ulinzi mkubwa kwamba eneo lile usiondoke, ili wakuone tu, yaani ili uanze kuongea, yaani kuzifunua zile siri za shetani, kuzitoa siri za shetani katikati yao, uongee. Yaani kupitia kuongea, unapotoa zile siri na kuongea sasa historia yako ya maisha yako, mwanadamu atatamani usiondoke hata lile eneo ambalo ulikuwepo. Wanadamu watatamani wawape hata makazi yao, yaani makazi yao wao kama wao wawape makazi. Yaani kuna namna wanadamu watakapo kuwa wanakimbilia na kuangangania kupitia kibali na ule mvuto. Mfalme Media akasema kwamba kupitia hivyo sasa ninawapa sheria hizi na mikakati hii kwamba isitokee ukafanya vitu kwa akili zako wewe. Labda mimi Mungu nimekufunua eneo fulani, lakini lile eneo wamekukimbilia, yani wamekulilia, wanahitaji ukae eneo hilo, labda wamekupa vitu vingi, magari, majumba, yani vitu vingi vya samani, wanahitaji uwe chini, yani wanahitaji uwe eneo lile, lakini kwa sheria zao. Mfalme Media akasema kwamba hapana, nitahitaji mimi Mfalme Media kusikilizwa. Labda nipo eneo fulani, nimetoa tamko fulani kwamba mtumishi wa Mungu uliopo sehemu fulani, kwamba utakapofika wakati fulani ninakuomba uwe sehemu fulani ambayo mimi Mfalme Media ninahitaji. Tii mara moja. Haijalishi wapo wanadamu pale chini yako, wengi wanakulilia na kugombania, wamekupa ni vitu vingi vya samani, kila mtu anatamani akupe, kila mtu anatamani kwa kibali kikubwa ambacho nitakuwa nimekujaza mimi Mfalme Media. Lakini kumbuka, anayeyafanya hayo ndani, aliyesababisha iwe hivyo ni mimi Mfalme Media. Na hicho kibali ni mimi Mfalme Media nimekiweka ndani yako. Na kila kitu kilichopo ndani yako ni mimi mwenyewe Mfalme Media. Kumbuka hilo. Kwa hiyo nitoapo tamko moja kwamba mtumishi wa Mungu uliopo sehemu fulani, akanaongelea hivyo hivi ninapoongea mimi Mfalme Media, akanaongea hivyo. Mtumishi wa Mungu ambaye upo sehemu fulani, nahitaji ufanye kitu fulani, au ninawahitaji sehemu fulani. Tii mara moja, kisiwepo kiburi ndani yako kwa kuona kwamba unapendwa, unathaminika, unaheshimika, au umepewa vitu vingi vya samani, ukasahau kwamba anayefanya hayo ni Mfalme, kwamba anayefanya hayo ni Mfalme Media, na aliyekufikisha hapo ni Mfalme Media. Mwanadamu usisahau. Basi nikasikia kwamba wametikia amina, amina, amina. Basi baada hapo Mfalme Media akasema kwamba lakini pia kipengele kingine mimi Mungu ninakwenda kuwawekea ni nguvu kubwa sasa, ni nguvu kubwa ya kusikilizwa. Kwamba ya kusikilizwa na wanadamu. Maana nitakapokwenda kuwatoa, kwamba mtakwenda kutoa historia zenu, mtakwenda kutoa maisha yenu jinsi yalivyokuwa tangu mlipokuwa duniani, walipokuwa wanajua mpo duniani mlikuwa mnaishije, mlikuwaje. Kwa hiyo mtakwenda kuzitoa historia zenu ni kwa uchungu na uhalisia mkubwa sana. Kwanza mlivyoanza duniani kuishi mpaka mkafikia hatua ya kwenda kujiuka kwa shetani, masharti ambayo mlipewa, mlitoa sadaka gani, makafara gani kuzimu, yani kila kitu. Sasa mtakwenda kuzitoa historia zenu katikati ya uso wa dunia, na hizo historia zenu wanadamu watatamani kuwasikiliza.
yani wanadamu hawatatamani, hawatachoka kuwasikiliza, lakini pia kutakuwa kuna nguvu kubwa hiyo ya kusikilizwa na wanadamu, ambayo hiyo nguvu itaenda kuwafungua wanadamu. Yani mwanadamu mwingine atafunguliwa hata kupitia tu kuisikiliza historia yako, maana unajikuta mwanadamu yule na yeye ndio maisha ambayo ameyapitia huko kwa shetani, au mpaka wakati huo yupo kule kwa shetani, kwenye hivyo vifungo vya shetani, kupitia jinsi alivyoenda kujitoa yeye mwenyewe kwa shetani kule, au kutoa kafara. Kwa hiyo Mfalme Zimedi akasema kwamba nguvu hii ya kusikilizwa na wanadamu nitakwenda kuiweka ndani yenu, na wanadamu hawatachoka kuwasikiliza. Watatamani muda wote wazisikilize historia zenu, watatamani muda wote ilikuwaje, ikawaje. Mfalme Zimedi akasema kwamba ndipo ilivyo kwamba utakwenda kuzitoa siri, lakini pia utakwenda kuzitoa hizo siri za shetani katikati ya uso wa dunia kwa utaratibu wangu mimi Mfalme Zumaridi ambao nitautoa. Unatakiwa uwe na mipaka fulani, uanzie sehemu fulani, uishie sehemu fulani. Eneo hili unatakiwa kuligusa, eneo hili hutakiwi kuligusa. Hautakiwi tu kufanya tu unavyoweza wewe, kwa sababu umeshaona ni umati mkubwa, vyombo vya habari viko pale mbele yako vinahitaji kukusikiliza wewe, ukaanza kuongea unavyojua bila kufuata utaratibu wangu, kwa sababu tu wanadamu umeona ni wengi, kila mtu ana ile kiu, kila mtu anahitaji kusikiliza. Mfalme Zimedi akasema kwamba utanisikiliza mimi Mfalme Zumaridi jinsi utaratibu nitakaokupa na mipangilio jinsi nitakayokupa, kwamba fanya hivi, usifanye hivi, fanya hivi, usifanye hivi. Mfalme Zimedi akamwambia kwamba ndipo ilivyo kwa eneo hilo, mnatakiwa kufanya hivyo. Kwamba Mfalme Zimedi akasema kwamba akawa ameuliza sasa kwamba mmenielewa? Wakametika kwamba tumeelewa baba, mmenielewa? Tumeelewa baba. Mfalme Zimedi akasema kwamba ndipo ilivyo, kwamba hii ni mikakati ambayo ninawapa, hizi ni sheria ambazo ninawapa, au ni ole ambao ninawapa kwenu kabla ya kuwatoa katika uso wa dunia, na si kwamba labda ninanena maneno haya kwa kuona kwamba nyie labda mtakwenda kwamba nimehisi kwamba mtakwenda kunigeuka. Hapana. Mfalme Zimedi akasema kwamba sio hivyo, ila mimi Mungu nionaye mbele, nijuae mbele, ndio maana nimeamua kuwaitisha kikao hiki na kuweka ole kwenu, yani na kuweka angalizo kwenu, asiwepo hata mmoja wa kufanya kitu, yani akavuka mipaka ambayo mimi Mfalme Zumaridi nimemwelekeza. Kila mmoja atafanya kulingana na maelekezo yangu mimi mwenyewe Mfalme Zumaridi jinsi nitakavyo waelekeza. Wakaitikia amina baba. Lakini Mfalme Zumaridi akasema kipengele kingine ni kwamba ninakwenda kama kupitia kuwajaza vitu vya thamani ndani ya kile chumba au ndani ya ile madhabahu, nitakwenda kuwajaza madini ya kila aina, nitakwenda kuwajaza ni madini ya thamani ya kila aina ndani yenu, na kupitia madini hayo kwamba nitakapowafunua sasa katikati ya uso wa dunia kupitia madini hayo ambayo ni nyota, madini ya tofauti, ni vitu vingi kuhusiana na karama zenu sasa ambazo mimi Mungu nimewapa ndani yenu, kwamba kupitia vitu hivyo sasa pia tena duniani kule mtakwenda kukubalika, yani mtakwenda kupokelewa na kukubalika kwa kiasi kikubwa, lakini pia mtakwenda kubarikiwa sana 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 sana. Yani zitakuwepo ni baraka nyingi za ajabu, yani ni baraka kuzidi hata baraka ambazo mlikuwa mnazipata kwa shetani kipindi kile ambapo mlipokuwa duniani mnatoa makafara, mnabarikiwa, mnapata mapesa, mnapata manini, lakini kupitia kwa njia ya shetani kule kutoa makafara tofauti. Sasa kwangu mimi Mfalme Zumaridi kwa sasa baraka zitakuja kwa ulaini sana, yani kwa ulaini sana bila kutumia nguvu yoyote. Zitakuja ni baraka nyingi za ajabu, ni baraka nyingi. Tena wakati mwingine unaweza ukajikuta upo eneo fulani wewe peke yako, umeenda kuifanya kazi yangu, kupitia tu wanadamu kuona hivi, ukaanza kutoa historia zako, watakubariki, watatoa ni vitu vingi, kila aina ya vitu vya thamani, yani utakuta kuvimiliki. Mfalme Zimedi akaambia utakwenda kuvimiliki. Mfalme Zimedi akasema kwamba ninatoa angalizo tena eneo hilo kwamba mtakwenda kumiliki, kwamba mtakwenda kubarikiwa vitu vingi, yani ni pesa zisizoisha, ni vitu vingi vya ajabu. Lakini mimi Mfalme Zumaridi mnatakiwa kunisikiliza mimi, asiwepo wa kupokea baraka na kuanza kuzitumia baraka hizo, yani kama ni mapesa ni manini, na kuanza kuzitumia tu, yani akatumia tu, baada ya kubarikiwa vile akachukua akaanza kutumia, akatumia akafanya hivi. Mfalme Zumaridi akasema hapana,
kutakuwa kuna utaratibu wangu mimi mwenyewe Mfalme Zumaridi ambao nitauweka. Hata kama umebarikiwa baraka hizo ni za kwako, sio za kwangu, lakini mimi Mungu utatakiwa kunisikiliza Mfalme Zumaridi, jinsi nitakavyokuongoza, jinsi nitakavyotaka iwe hivi, ili kusudi shetani asije akapata nafasi kupitia hizo baraka ukajikuta umeingia duniani, yani umeingia duniani na kujikuta tena ufahamu wako umeelekea tena ni kwenye starehe au ni kwenye vitu vingine. Mfalme Zumaridi akawa anawaambia hivyo kwamba usiponifuata mimi, kwamba endapo utakwenda kufunua ukabarikiwa vile, ukapata kama ni pesa nyingi, baraka nyingi za kutosha, ukajikuta ufahamu wako wote umeelekea kule kwenye zile baraka bila kusikiliza sheria zangu mimi, utaratibu wangu mimi Mungu, shetani anaweza akapata nafasi ya kukudumbukizia kwamba roho, ukajikuta umeanza kufanya ni starehe, sasa umelewa zile pesa. Mfalme Zumaridi akasema miongoni mwenu humu mlimiliki, mlikuwa na pesa nyingi kupitia upande wa shetani, kupitia kutoa makafara kwa shetani mlimiliki. Kwa hiyo msije nikaenda kwa mimi Mfalme Zumaridi nikawafunua mkaenda kumiliki pesa ambazo ni za kwangu mimi Mfalme Zumaridi, au baraka ambazo ni za kwangu mimi Mfalme Zumaridi, mkajisahau mkaingia kwenye starehe. Mfalme Zumaridi akasema kwamba nitahitaji nitahitaji kusikilizwa pia. Ninawapa angalizo hili mapema, wakati huu mapema, ili mimi Mungu utakapokwenda kuwafunua mkumbuke ndani ya fahamu zenu kunisikiliza mimi Mfalme Zumaridi. Chochote nitakachokitamka ndicho unachotakiwa kunifuata mimi Mfalme Zumaridi, maana nitakuwa na utaratibu wangu. Basi kama mwasikia wameitikia amina baba. Lakini pia baada ya hicho kipengele Mfalme Zumaridi pia kama amesema kwamba miongoni mwenu kuna watu ambao wengine kwamba tayari mmeshapata, kuna kipengele kingine kwamba cha kuoa, sasa kuoa au kuolewa. Mfalme Zumaridi akasema kwamba miongoni mwenu kuna wengine ambao tayari nitakwenda kuwafunua, kwamba ninawafunua katikati ya uso wa dunia, lakini mmekwisha kuolewa. Wapo hapo yani wa mjengoni kwa mjengoni, mmekwisha kuoa, lakini wengine mna wanawake zenu ambao ni uzao wangu wa kwanza huko, watu wa kanisani, wengine mna wanaume zenu huko. Mfalme Zumaridi akasema hivyo. Mfalme Zumaridi akasema kwamba kwa wewe ambaye itafikia wakati mimi Mungu nimekwenda kufunua katika uso wa dunia kwamba tayari nilikuwa nimeshakukabidhi mke, au tayari nilikuwa nimeshakukabidhi mme, Mfalme Zumaridi akasema kwamba utakapofika katika kwamba utakapowafunua, kumbuka kwamba mnakutana na wanawake wengi ambao ni wazuri na wanaume wengi ambao ni wazuri. Mfalme Zumaridi akasema kwamba asiwepo hata mmoja wa kunigeuka, asiwepo hata mmoja wa kugeuka, yani asiwepo, kwamba sio wanawake tu au wanaume, lakini pia mtakwenda kuwaona mpaka na ndugu zenu wengi, ndugu zenu wengi. Mfalme Zumaridi akasema kwamba kupitia kuwaona ndugu zenu, au kupitia kuona wanawake wengi ambao ni wazuri, au wanaume wengi ambao ni wazuri, Mfalme Zumaridi akasema kwamba naomba kusikilizwa eneo hilo. Mimi Mfalme Zumaridi mtatakiwa kunifuata kwa kile ambacho nitakitamka mimi, na usiwepo yani isiingie kwamba roho ndani yako ya kutamani mwanamke mwingine tena ukamtelekeza yule ambaye ukamtelekeza yule ambaye nimekupa mimi Mfalme Zumaridi, au ukamtelekeza mwanaume yule ambaye mimi Mfalme Zumaridi nimekupa au nimekufungisha naye ndoa. Asiwepo mtu wa kufanya hivyo. Hata eneo hilo mimi Mfalme Zumaridi nitaomba kusikilizwa na kufuata sheria ambazo nitawapa mimi Mfalme Zumaridi. Na nimekutuma eneo fulani au nimekufunua eneo fulani, si kwamba utaonekana peke yako, lazima utakuwa na mwenzio. Akawa naongelea wale ambao wamekisha kuoa na kuolewa, utakuwa na mwenzio kwa pembeni, utakuwa naye mwenzio. Mfalme Zumaridi akasema kwamba sio kwamba utakapokuwa na mwenzio sasa utataka kujitambulisha wewe tu, yule umwache, yani umdharau, kwa sababu akatolea mfano wale ambao wameoa saumu kanisani au wameolewa, yani ambao wameolewa na mjengoni au ambao wameoa huko sasa kanisani. Mfalme Zumaridi akasema kwamba isiingie ndani yako roho ya kiburi na kumdharau huyu, kwa sababu wewe ulikuwa ni mtu maarufu, ulikuwa ni mtu mkubwa duniani, ukaogopa hata kumtambulisha huyu ambaye umepita naye kwenye mapito magumu, ukaogopa hata kumtambulisha katikati ya uso wa dunia huyu ambaye amekuvumilia. Alikuwa hakuoni kwa macho ya damu na nyama, lakini akavumilia. Alikuwa yani hapati huduma zozote zile kwa maji hivi kibinadamu hivi, lakini alivumilia na kuamini kwamba mume wangu yupo au mke wangu yupo. Asiwepo wa kujisahau. Unapokwenda kulitaja jina la Mfalme Zumaridi, unanitukuza mimi Mfalme Zumaridi, lakini unaiambia dunia Mfalme Zumaridi alinipa na mke mzuri au alinipa na mme mzuri ambaye ni fulani, unamtambulisha pembeni pale, yani kwamba unamtambulisha dunia nzima inajua, ili kusudi hata kuna wale ambao waliacha wanawake waliacha wanawake
kipindi hicho duniani, wakati wanachukuliwa na shetani, waliacha wanawake, waliacha wanaume, kwamba kabla hajawaza chochote yule ambaye ulimwacha kule atambue kabisa kwamba wewe una maisha mengine na Mungu una Mfalme Ismail ameshakupa labda ni mwanamke au ameshakupa labda ni mwanaume, upo kivingine. Mfalme Ismail akasema kwamba asiwepo wa kumficha mwenzie hata mmoja, maana mimi Mungu nitawaambatanisha, mtakuwa wawili wawili, nitakapokufunua kwamba nitakapokufunua na mke wako atakuwepo au na mume wako atakuwepo. Kwa hiyo asiwepo wa kumdharau huyu, asiwepo wa kumdharau. Yani anatolea mfano kwa wale ambao wameoa kanisani huku au wameolewa na wanaume kwa huku kanisani. Mfalme Ismail akawa anaelewesha eneo hilo kwamba isiwepo hiyo roho ya isiingie ndani yenu roho hiyo, wala msijaribu kufanya hivyo. Kila kitu nitaombwa kusikiliza mimi Mfalme Ismail. Mfalme Ismail akawaambia kwamba hakuna kitu ambacho mtakwenda kukifanya katikati ya uso wa dunia bila utaratibu wangu au bila sheria zangu. Nitawawekea sheria zangu na kutakuwa kuna mipaka, maana nyinyi ni wa kwangu na ninawamiliki mimi, na mimi Mfalme Ismail ndio niliyewaokoa kwa ajili ya kazi yangu. Sasa kupitia kazi yangu hivi vingine ambapo shetani taamua kuviibua, mimi Mfalme Ismail sitakubaliana navyo. Ndio maana nimeamua kuwaketisha hapa mapema na kuwaambia kwamba na kuwaasa au na kuwakumbusha au kuwaambia, ili mimi Mungu nitakwenda kufanya makubwa katikati yenu, kila mmoja akumbuke ni nani aliyesababisha awe hivyo. Lakini pia Mfalme Ismail akawaambia kwamba Mfalme Ismail, lakini kitu kingine, nitakapokwenda kuwatoa, kumbukeni kulitaja jina la Mfalme Ismail kwa hatua zenu zote. Kumbukeni kunipa sifa na utukufu mimi Mfalme Ismail ambaye nimewafikisha kwenye hatua hiyo. Kumbukeni kunitangaza mimi Mfalme Ismail, kunitamka kwenye vinywa vyenu mimi Mfalme Ismail kwa wakati wote na masaa yote. Lakini kumbukeni kunitukuza sana zaidi ya sana. Haya maneno ninawaambia leo, mnaweza msinielewe kwa wakati huu, maana hamjajua mbele yenu kuna kitu gani. Lakini mimi Mfalme Ismail ambaye ninawaambia siku njema ya leo, ninajua kule mbele kuna kitu gani. Ninajua kwamba mara baada ya kuwatoa mtakutana na vitu gani. Mnaenda kwenda kukutana na dunia, mnakwenda kukutana na wanadamu. Kwa hiyo ndio maana ninawapa angalizo kwa sasa. Mimi Mfalme Ismail asiwepo wa kujipa sifa, asiwepo yani Mfalme Ismail akawa anaongea sasa upande wa marais ambao waliopo mjengoni, marais sasa ambao walikuwa ni waheshimiwa wakubwa, mapapa. Mfalme Ismail akawa anawataja sasa, anawaambia kwamba nyie kwamba mlikuwa ni watu wakubwa sana huko duniani, msije mkafika kama mimi Mungu nikawatoa mkajikuta mnajipa zile heshima ambazo mlikuwa nazo kwenye nchi zenu, mkasahau kwamba ni nani aliyewafikisha hapo, mkasahau kwamba ni nani aliyewaokoa, kwamba mkasahau kwamba ni nani aliyowafanya muwe hivyo. Mfalme Ismail akanaambia hata kama ulikuwa na wazifa gani, hata kama ulikuwa ni mkubwa kiasi gani, hata kama nchi yako ilikuwa inakutegemea wewe kwa kiasi gani, kumbuka kunipa sifa na utukufu mimi Mfalme Ismail. Kwenye kinywa chako muda wote tamka neno la Mfalme Ismail, nitukuze mimi Mfalme Ismail. Chochote kile unachotaka kukifanya, fanya ukitanguliza jina la Mfalme Ismail. Nitukuze mimi masaa yote, nitukuze mimi wakati wote. Basi nikaona Mfalme Ismail anaongea maneno hayo, lakini jinsi nilivyokuwa nawaona, yani kwa kama vile ni maneno ambayo yalikuwa nawaingia, yani maneno ambayo yalikuwa ni ya uchungu, yani Mfalme Ismail alikuwa anaongea kwa uhalisia, lakini jinsi ilivyokuwa inaingia ndani yao yalikuwa inaingia ni kwa uchungu mkubwa sana. Nikawa naona wapo kwenye utulivu mkubwa sana, yani kama vile Mfalme Ismail alikuwa anawafungua fahamu zao, wanazidi kutafakari, yani walikuwa wanasikiliza ni kwa kutafakari kwa uchungu mkubwa sana. Mfalme Ismail akaendelea kusema kwamba ndivyo ilivyo, kwamba mimi Mungu nimeamua kuwaketisha na kuwapa utaratibu huu, maana ninatambua, ninaelewa. Baada ya Mfalme Ismail akawa amemgeukia Dadi. Alipomgeukia Dadi ambaye ni Stephen Charles Kanumba, aliweza kumwambia, hata wewe mtumishi wa Mungu, wewe ni mwanangu mimi. Ni mimi ndio niliyekuokoa, ni mimi ndio niliyekutoa duniani, mimi ndio niliyekufikisha hapo ulipo. Sasa Dadi mara baada ya kutajwa tu hivyo, alipomgeukia Mfalme Ismail, alipomgeukia Dadi akamtaja tu, Dadi akawa amepiga magoti haraka sana. Alipopiga magoti, Mfalme Ismail akaanza kumwambia sasa na akaanza kumwasa na kwamba kumbuka, ni mimi Mfalme Ismail ambaye nilikuokoa, ni mimi Mfalme Ismail ambaye nimekufikisha leo
kwamba nimekufikisha kwenye hatua hii. Ni mimi Mungu wako ambaye ni Mfalme Zumaridi. Tazama sasa ni wakati ambao mimi Mungu ninakwenda kuingiza kwenye chumba, ninakwenda kukujaza, na mara baada ya kujaza unakwenda kuonekana duniani. Utaonekana duniani, wewe ambaye ulikuwa unaliliwa na watu, wewe ambaye ulikuwa unapendwa na watu, wewe ambaye ulikuwa unathaminika. Usamani ule ulipata kupitia nguvu zile za kishetani kule. Lakini kwa sasa unaenda kuthaminika mbele za watu kupitia nguvu yangu mimi Mfalme Zumaridi, kupitia nguvu ya kimungu itakayokuwa ndani yako, ambayo ni ya mimi Mfalme Zumaridi ambaye ni Mungu wako. Mfalme Zumaridi akasema kwamba hata wewe mimi Mungu nitakapokwenda kukufunua katikati ya uso wa dunia, kumbuka kwamba mimi Mfalme Zumaridi ndio niliyekuokoa. Mimi Mfalme Zumaridi ndio niliyekufikisha hapo. Usije ukasahau, hata wewe usije ukafata mambo yako, usije ukajikuta kwamba unafanya vitu bila kunisikiliza mimi Mfalme Zumaridi. Kumbuka kwamba mimi ni Mungu wako niliyekuumba. Mimi ndio Mfalme Zumaridi ambaye ni Mungu wako niliyekuumba, na ni Mungu wako ambaye nitakufikisha katikati ya uso wa dunia. Wanadamu watakuona tena kwa mara ya pili, lakini sio wanadamu tu, ni mpaka ndugu zako watakushuhudia, ni mpaka marafiki zako uliowapenda watakushuhudia, ni mpaka watu tofauti tofauti watakushuhudia, wanawake wazuri, wanaume wazuri, wote watakushuhudia. Mfalme Zumaridi akasema kwamba kwa sasa unarudi unarudi duniani kule kwa mara ya pili, ni kwa ajili ya kazi yangu mimi Mfalme Zumaridi, ni kwa ajili ya kazi yangu. Na kuna kazi zangu nyingi ambazo umekwisha kuna kazi ambazo mtumishi wa Mungu Dadia amekwisha kuzitengeneza, ni kama kuziandaa, ambazo zitakuwa ni historia za huko duniani kwenda kutolewa sasa huko duniani. Kuna vitu vingi ambavyo walikuwa wanachukua kwenye historia zao, ni maisha ambayo wameyapitia mpaka kufikia hivyo. Mfalme Zumaridi akasema kwamba kwa sasa ninakwenda kukufunua katikati ya uso wa dunia, ni kwa ajili ya kazi yangu mimi Mfalme Zumaridi, ni kwa ajili ya kazi yangu. Tuingie duniani tukaokoe roho, tukazipeleke roho katika ufalme, tukiwa pamoja mimi na wewe katika ulimwengu, tukiwa pamoja, tukiwa mimi na wewe tukaifanye kazi. Mfalme Zumaridi akanamwambia Dadi kwamba sisi ndio viongozi, sisi ndio wakubwa. Hili kundi lote unapoliona kwamba linaongozwa na mimi na wewe, sisi, hii ndio familia yetu sisi. Kwa hiyo wewe utakuwa ndio mfano wa kuigwa katikati ya uso wa dunia, kwamba hata utakapotamka neno umemtamkia mtumishi wa Mungu Magufuli, kwamba mtumishi wa Mungu Magufuli kwamba unatakiwa ufanye hivi na hivi na hivi, mtumishi wa Mungu Magufuli atakutii kulingana na mamlaka kubwa ambayo ulionayo. Wewe umekuwa na mamlaka kubwa zaidi kuliko wengine wote, lakini kumbuka wewe ni mwanangu katika ulimwengu wa roho, kiroho zaidi. Wewe ni mwanangu, ni roho yangu ambayo nimekukomboa. Kwamba Mfalme Zumaridi akanamwambia usije ukasahau kwamba nipo mimi hapa Mfalme Zumaridi ambaye nimekutesekea, nimekuhangaikia, nimeishi na wewe kwa muda mrefu, kwamba sikuoni kwa macho yangu vya damu na nyama, sikuoni, lakini nimekuvumilia kwa kila hali. Nimetukanwa, nimeziakiwa, nimeonekana mjinga, nimeonekana sifai. Mfalme Zumaridi anatamka maneno mengi sana sasa kwa juu ya mtumishi wa Mungu, ni kama vile anamuasa au anamuelekeza kwamba lakini yote nimevumilia na kushikilia msimamo wangu, hata nilipoulizwa kwamba mtumishi wa Mungu Stephen Charles Kanumba yupo, niliitikia yupo, kitu ambacho kilikuwa kinawashangaza wanadamu. Sasa utakapokuja kukufunua mimi Mungu, hilo neno unatakiwa ulisimamie. Historia unatakiwa uitoe historia vizuri, kwamba uliishije na mimi wakati huo mimi sikuoni, lakini wewe ulikuwa unaniona mimi. Kwa hiyo usisahau hata kidogo ya kwamba mimi ni Mungu wako ambaye nitakwenda kukufikisha katikati ya uso wa dunia. Nitakwenda wanadamu watakwenda kukuona tena kupitia mimi, usije ukasahau. Mfalme Zumaridi akamwambia kwamba lakini pia kwamba kumbuka, kwamba ninazidi kukukumbusha kwamba kwamba nitakapokuwa na wewe, tutakapoingia duniani kwa ajili ya kwenda kuifanya kazi, tutakuwa pamoja. Wewe hautaambatana na wale wengine kwamba nitawatuma, lakini wewe utakuwa na mimi Mfalme Zumaridi hivi kwa macho ya damu na nyama. Nitakapokuwepo mimi utakuwepo wewe, nitakapokuwepo mimi utakuwepo wewe, kila eneo ambalo nitakuwepo mimi utakuwepo wewe. Sasa isije ikatokea kwamba ukafata sheria zako wewe, au ukatamani kufanya vitu vingine ambavyo mimi Mfalme Zumaridi sijakuruhusu, mimi Mfalme Zumaridi sijakwambia. Hapana. Mfalme Zumaridi akanamwambia hapana. Mfalme Zumaridi akanamwambia kwa uhalisia mkubwa sana, hapana.
hapana, hapana, natakiwa kuheshimika. Mimi ni Mungu wako, unatakiwa kuniheshimu na kunifata. Lazima nitavaa uhalisia wa kazi. Nitakachokutamkia ndivyo fanya kama nilivyotamka eneo la kazi. Kumbuka mimi ni Mungu niliyekuumba. Kumbuka mimi ndio Mungu wako, mimi ndio Mfalme Zumaridi niliyekuumba. Usisahau hilo. Basi niweza kumwona dada amepiga magoti kabisa kwa heshima kubwa ya kumtukuza Mfalme Zumaridi. Wakati Mfalme Zumaridi anaongea ile maneno, dada akawa anaitikia kwa weni, ni kwa hofu kubwa sana, akawa anaitikia amina, amina baba, amina mfalme, amina Mungu wangu. Akawa anataja maneno yale ya kumtukuza Mfalme Zumaridi. Kaitikia sana, yani kwa uhalisia mkubwa na kutetemeko kabisa. Basi Mfalme Zumaridi akasema ndivyo ilivyo na ndivyo itakavyokuwa. Basi baada ya hapo Mfalme Zumaridi aliweza kuangalia tena watumishi wa Mungu, akawaambia kwamba siku njema ya leo ninakwenda kuwaweka katika kuwaweka katika chumba, ninakwenda kuwaingiza katika madhabahu yangu mimi kubwa yenye utukufu mkubwa wa Mungu. Lakini nitakapowaingiza ndani ya madhabahu hii, mtabaki mnaishi na maisha yenu. Lakini sasa ninakwenda kuwaasa tena na kuwaambia kwamba kwa sasa mnatakiwa kuwa makini sana upande wa maisha yenu. Kuweni makini sana mkijua kabisa kwamba katika ulimwengu wa roho mimi Mungu nimewaunganisha, mpo katika ufalme wangu na nimewaunganisha. Mnatakiwa kuwa makini sana. Tena muendelee kuishi kwa upendo mkubwa zaidi ya huu ambao mlikuwa nao. Pendaneni zaidi ya kupendana. Heshimianeni zaidi ya kuheshimiana. Hata ambao kama wale ambao wameolewa sasa huko mjigoni, ishini vizuri na wanaume wenu, ishini vizuri na wanawake zenu, mkijua kabisa kwamba mimi Mungu nipo kwenye hii ratiba kubwa. Asiwepo yoyote ya kuingiza mawazo yoyote ya kibinadamu, asiwepo yoyote wa kuchafua utukufu wangu, maana katika ulimwengu wa roho ninakwenda kuwaunganisha sasa. Ninakwenda kutengeneza kwamba ninakwenda kuweka mawasiliano kati ya kwamba mnakuwa katika ufalme lakini mpo kule mnaishi, kama nilivyoambia kwamba mtaishi mkiwa kiasi kidogo sana ndani ya miili yenu. Kwa hiyo naomba mkae vizuri sana katika hali ya utulivu mkubwa. Lakini pia ombeni, msiache kuomba, endeleeni kuomba ili mimi Mungu hatua zangu nazo nizidi kuzipeleka haraka nikapate kuwafunua katikati ya uso wa dunia, nikapate kulitimiza kusudi lenu ambalo mlikuwa mnalihitaji kwa muda mrefu. Endeleeni kuomba, endeleeni kunishawishi Mungu, endeleeni kukaa katika hali ya utulivu, mkae katika hali ya utulivu ya kupendana, ya kuheshimiana. Mfalme Zumaridi anatamka vitu vingi sana na waasa sasa waendelee kukaa vizuri kwenye wakati huu ambao atakwenda kuwaingiza ndani ya kile chumba. Lakini pia Mfalme Zumaridi akawaambia kwamba na kwa wakati huu kila mmoja sasa akae akiwa amejiandaa, akae katika maandalizi sasa. Kama kuna kazi ambazo alikuwa anazifanya kama Msonga mpaka Dadisi, kuna kazi ambazo anazifanya kule mimi sizijua, kina kama amemwambia kamilisha kazi zako haraka, kana mwambia Dadi kamilisha kazi zako zilizobaki haraka. Na watumishi wa Mungu wengine akana wasota mimi Mfalme Zumaridi anambia kamilisheni kazi zenu haraka, maana muda umeisha, muda uliobaki ni mchache. Kamilisheni, mkae tayari, nisije nikawashtukiza mimi Mungu nikajikuta kwamba nimewatoa duniani kazi ambayo nilikuwa nimekupa uifanye, unakuta bado hujaimaliza. Kamilisheni kazi zenu haraka. Mimi Mungu muda wangu umeisha, wakati wangu mimi umeisha. Basi nikawaona sasa kwa wameitikia amina mfalme, amina baba. Lakini baada ya kuitikia maneno hayo, Mfalme Zumaridi akawaambia kwamba ndivyo ilivyo, nipo mbele zenu na kabineti yangu yote ya kimbingu kwa ajili ya kuasa maneno haya. Mfalme Zumaridi akawaambia na maneno haya si kwamba nimeongea mimi Mfalme Zumaridi kwa akili zangu, ni Mungu Baba aliyewaumba ndio ameongea akiwa ndani yenu, akihitaji mema kwenu, akihitaji mazuri kwenu, maana nyie ndio hazina yangu, maana nyie ndio nimewaandaa kwa ajili sasa ya kwenda kumwaibisha shetani katikati ya uso wa dunia, kwenda kumtoa shetani ndani ya wanadamu kupitia nyinyi. Basi nikajikuta nikaona sawa, wanaitikia amina baba, amina baba. Lakini baadaye Mfalme Zumaridi aliweza kumwangalia Mungu Baba. Alipomwangalia Mungu Baba akawa amemkaribisha Mungu Baba aseme neno katikati ya watumishi wa Mungu. Basi alipomkaribisha Mungu Baba, naweza kumuona Mungu Baba na yeye ameinuka. Alipoinuka Mungu Baba akaanza kusema na watumishi wa Mungu. Alipoanza Mungu Baba alisema kwamba mimi ndiye
mimi ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi ndiye Mungu wenu niliyewaumba. Mimi ndiye Mungu wenu ambaye nimewafanya leo mpaka siku ya leo mpo katikati ya madhabahu yangu hii takatifu kwa ajili ya kusema na nyie. Mimi Mungu ndo niliyowafikisha hapa. Lakini mimi Mungu ndo niliyezifikisha hatua hizi mpaka siku ya leo kubwa, mpaka imefikia siku ya leo kubwa takatifu ambayo mimi Mungu niliandaa. Lakini yote hii ni kwa juhudi za mwanangu kipenzi Mfalme Zumaridi, juhudi zake, maombi, sadaka, uvumilivu wake, na kwamba na ile kuning'ang'ania mimi Mungu, kwamba Mfalme Zumaridi kuning'ang'ania mimi Mungu, sadaka zake, maombi yake, upendo wake, heshima yake, utii wake ndio umesababisha siku njema ya leo kwamba mimi Mungu niweze kuifikia hii siku njema ya leo kubwa. Mungu Baba akawaambia kwamba siku ya leo ni kubwa sana sana, ambayo imeandikwa katika ufalme wangu. Imeandikwa katika ufalme wangu na itakwenda kuacha alama kubwa katika ufalme wangu. Maana ni siku ambayo haikuwahi kutokea. Yaani ndio imetokea kwa mara ya kwanza. Mimi Mungu Baba kanaambia imetokea ni kwa mara ya kwanza mimi Mungu Baba kuwaleta katika madhabahu yangu hii kubwa takatifu kwa ajili ya kusema na nyie na nikuasa maneno ya kazi yenu. Haikuwahi kutokea siku kama hii. Na siku hii mimi Mungu niliandaa na imekwisha kutimia. Siku hii imetimia ni kwa sababu ya mwanangu kipenzi ambaye ni Mfalme Zumaridi, aliyetoa sadaka nyingi za kunishawishi mimi Mungu, aliyening'ang'ania mimi Mungu. Mwanangu kipenzi ambaye ni mvumilivu, hakuwahi kukata tamaa. Nimempitisha katika kila aina ya mapito, nimempitisha katika kila aina ya maumivu, nikiwa nimekaa pembeni namwangalia mwanangu Mfalme Zumaridi atasema nini, lakini alinitukuza. Kwa hiyo juhudi za Mfalme Zumaridi ndio zimenifikisha mimi Mungu Baba siku njema. Zimenifikisha mimi Mungu Baba katika hatua hii, lakini zimewafikisha hata nyie katika hatua hiyo. Mungu Baba akasema kwamba bila sadaka za Mfalme Zumaridi, bila maombi ya Mfalme Zumaridi, bila utii wa Mfalme Zumaridi, bila uvumilivu wa Mfalme Zumaridi, bila ushujaa wa Mfalme Zumaridi, bila kujiamini kwa Mfalme Zumaridi, hakika msingeweza kuifikia siku ya leo. Maana siku hii ilikuwa ina vita sana na shetani hakuhitaji ifike siku kama hii, yani hakuhitaji. Hata katika Mungu Baba akasema kwamba hata huko kuzimu shetani anashangaa imekuaje imefika siku hii. Maana shetani hakutegemea wala hakuzani. Na Mungu Baba akasema kwamba na siku hii nawaambia, hakika ninawaambia siku hii imefika. Yani imefika siku hii, ni siku ya ajabu. Maana siku hii ndiyo siku ambayo mimi Mungu ninaiandika katika ufalme, na mara baada ya kuandikwa katika ufalme inaacha alama katika ufalme, na mara baada ya kuacha alama katika ufalme tayari mimi Mungu sasa ninakuwa sina kingine cha kusema. Maana ni tayari sasa Mfalme Zumaridi anakwenda kunipeleka duniani kupitia nyie watumishi wangu. Mungu Baba akasema kwamba kwa hiyo siku njema ya leo ni siku ya ajabu sana. Sikutegemea, sikuzani, sikujua kama itakuja niliandika na nikapanga itakuja kutokea, lakini kwa jinsi ambavyo mwanangu alivyokuwa anazidi kunipigania na kunitetea, nilisema kwamba mimi Mungu Baba nilisema hakika siku hii itakuja kufika. Na asingekuwa Mfalme Zumaridi, hakika siku hii ilikuwa ni vigumu kuifikia, ingawa mimi Mungu nilijua ipo siku itafika. Lakini Mfalme Mungu Baba akasema kwamba lakini kulingana na mapito magumu, kulingana na kwamba na vikwazo, kwamba na njia tofauti sasa zilipokuwa, yani kulingana na vitu tofauti ambavyo vilikuwa vinatokea, hakika mimi Mungu kuna wakati ninatoa machozi, nasema ninakushukuru sana mwanangu kipenzi Mfalme Zumaridi. Ndio maana huwa ninakuita sio mwanangu, wewe ni Mungu wangu, ni Mungu wangu ambaye umeweza kunifikisha katika hatua hii. Hii hatua ni kubwa sana, wanadamu ni hamtambui, lakini mimi Mungu niliyewaumba, mimi Mungu ninayejua siku hii ni siku kubwa sana ya ajabu, ambayo mimi Mungu ninakwenda kama akasema kama Mungu Baba, ninakwenda kuketi na nyie katika chumba kikubwa, ninakwenda kuketi na nyie katika madhabahu yangu ambayo mimi Mungu nilijikuta kwamba ninaketi na nyie, kwamba ninawaingiza mle kuwajaza, sio kuwajaza tu, ninakwenda kuketi na nyie, kwamba ninakwenda kuishi na nyie ndani ya madhabahu ile. Madhabahu hiyo nipo mimi na Mfalme Zumaridi mwanangu kipenzi. Kwa hiyo siku njema ya leo ninawachukua, mnakwenda kuishi na mimi, kwenda kuishi na mimi katika madhabahu ambayo mimi Mungu, mimi kiumbe cha ajabu nilijikuta mle. Sina baba, sina mama, sina ndugu, sina nini, nilijikuta mle. Kwamba siku njema ya leo nimewachukua, yani ninakwenda kuwachukua wanangu nyie
kuketi pamoja na nyie. Hakika ni siku ya ajabu. Mimi Mungu Baba sasa azidi kuongea. Ninamtukuza sana mwanangu kipenzi Mfalme Zumaridi. Ninamtukuza sana Mungu wangu Mfalme Zumaridi. Hakika nawaambia ni sadaka za Mfalme Zumaridi, ni upendo wa Mfalme Zumaridi, ni maombi ya Mfalme Zumaridi, ni ujasiri wa Mfalme Zumaridi, ni kujiamini kwa Mfalme Zumaridi. Yaani Mungu Baba akatamka vitu vingi, ni sifa nyingi sana. Yaani wakati Mungu Baba anatamka vile, mimi ndani ya roho yangu nikasema hakika ni kweli. Mungu Baba akasema kwamba pasipokuwa Zumaridi kunipigania, pasipokuwa Zumaridi kunipigania, hakika sijui mimi Mungu ningekuwa nimeshasaulika kabisa kwa wanadamu. Ningesaulika kabisa na utukufu wote angekuwa nao shetani, maana dunia nzima ilikuwa imekwisha kuwa mikononi mwa shetani. Dunia nzima ilikuwa imekwisha kutambua kwamba Mungu wao shetani ndio Mungu wao. Mimi sikujulikana tena kupitia utumishi wa Mungu ambao nilitenda kazi kipindi cha nyuma, mara baada ya mimi Mungu kutulia kuwa kimya, tayari shetani sasa alimiliki dunia nzima na mara baada ya kumiliki dunia nzima, mimi Mungu nilikosa nguvu tena, lakini amekuja kunipa nguvu tena Mfalme Zumaridi, kiumbe cha ajabu, kiumbe ambacho nimekiumba mimi mwenyewe, lakini kinanishangaza sana. Sikutegemea, sikuzani, sikujua. Hii siku niliandika, lakini sikujua itafikaje, na sikujua kwamba ni kiumbe gani ambacho kitanifikisha kwenye siku njema, kwenye siku kama ya leo, sikujua. Lakini Mfalme Zumaridi amenipigania, amenitetea mpaka kanifikisha hapa. Hakika mimi ninamshukuru sana nikiwa mbele zenu. Ninamshukuru mno. Mungu Baba akasema kwamba hata maneno ambayo ameyanena katikati yenu, amenena ni maneno makubwa sana. Mnaweza kuona kama ni maneno madogo ya kawaida, sio madogo ya kawaida. Ni makubwa sana mbele zenu ambayo ameyanena, ni makubwa mno. Yashikeni yote ambayo ameyanena mbele zenu. Shikeni kabisa, hiki ni kiumbe cha ajabu. Ni kiumbe ambacho kinakwenda sasa kunimilikisha watoto wangu tena. Kinakwenda kunimilikisha roho zangu. Mungu Baba kasa anamwambia Mfalme Zumaridi, hebu tafakari mwanangu kipenzi. Watoto ni kwamba ninawaumba mimi mwenye roho zangu, ninaziumba mimi mwenye roho na kuzishusha duniani. Lakini mara baada ya kuzishusha duniani, shetani anazikamata na kuzingangania. Mimi Mungu ambaye ni roho, sikuwa na nguvu ya kusema kwamba niende nikamnyang'anye shetani roho zangu ambazo amezimiliki huko duniani, pasipokuwa na mwili wa mwanadamu. Sikuwa na nguvu wala sikuwa na uwezo wa kufanya kitu kama hicho, sikuwa nao kabisa. Nilitegemea kupata mwili. Lakini sasa niliumba roho ya Mfalme Zumaridi na kuishusha duniani, na kuitamkia kwamba roho hiyo kwamba iende ikafanye kazi yangu duniani, iende ikanitangaze mimi Mungu, iende ikanisaidie. Yani anataja Mfalme Zumaridi, iende ikanisaidie kuokoa roho zangu ambazo zinateseka. Lakini mwanangu kipenzi Mfalme Zumaridi, kabla hata sijamshusha duniani, alikubali na kuniahidi, nitafanya kama ulivyoniambia Mungu wangu. Lakini sikutegemea mimi Mungu, sikujua kama itakuwa hivi. Amepitia mapito mengi, kuanzia akiwa tumboni kwa mama yake. Mimi Mungu Baba ninamwangalia, sio kwamba nilikuwa sioni. Amepitia vitu vingi maisha yake yote, sio kwamba mimi Mungu Baba nilikuwa sioni, nilikuwa naona. Ninamwangalia, ninazidi kumpima. Je, ni jasiri? Je, atakwenda kabisa? Je, atakwenda kunitangaza mimi Mungu? Je, atakwenda kunisaidia kuokoa zile roho zangu ambazo zinateseka? Lakini vipimo vyote Mfalme Zumaridi alivivuka na kupita mpaka siku leo tunafikia hatua hii. Hakika ni hatua kubwa ya ajabu sana. Hakika ni hatua ambayo inanishangaza mimi Mungu, inanishangaza. Mungu Baba akaniambia, ndio maana uliniona katikati ya madhabahu ya goti langu. Mimi nilikuwa badala ya kulia, nilicheka kwa mara ya kwanza. Nilikionyesha kicheko mbele zako, nilionyesha amani kubwa mbele zako, maana tayari ninajua ni kipi ambacho ninakiendea mimi Mungu. Roho yangu ina amani sana juu ya Mfalme Zumaridi kwenda kuniokolea roho zangu mimi tena, kunirudishia roho zangu mimi tena. Nina amani kubwa iliyopitiliza, nina amani kubwa. Mungu Baba akaendelea kusema kwamba hakika Zumaridi, yani akawa anamshukuru Mfalme Zumaridi, anaongea ni vitu vikubwa sana. Mungu Baba anaongea sana. Mungu Baba akasema kwamba anamwambia Mfalme Zumaridi, ninakushukuru mwanangu kipenzi, siku njema ya leo ninakwenda kuketi, ninakwenda kukaa na hazina zangu, ninakwenda kukaa na watoto wangu ambao umeniandalia, ambao umeniletea wewe mwenyewe. Anataza kukunde na Steven Charles Kanumba, umeniandalia mwenyewe, umeniletea mwenyewe kwa ajili sasa kwenda kuokoa roho zangu duniani. Ninakwenda kukaa nao kwenye madhabahu yangu
huu, ninakwenda kuketi nao, ninakwenda kuzungumza nao, ninakwenda kutoa vitu vyangu vyote, kama ninakwenda kutoa vitu vyangu vyote na siri zangu zote kuzijaza, kuwapa wao, ili waende kama ili wafanikiwe, ili mimi Mungu nikae ndani yao na nikaweze kuziokoa roho zangu na nikaweze kumwaibisha shetani. Umefika wakati wa shetani kulia. Ninakushukuru. Lakini baadaye Mungu Baba kama amewageukia sasa kundi la kina Steven Charles Kanumba, akawaambia kwamba ninawaambia kwamba ninasema kwamba mimi ndiye Mungu niliyewaumba. Mimi ndiye niliyopo ndani ya Mfalme Zumaridi. Mimi ndiye niliyewakomboa. Mimi ndiyo niliyewakomboa na kuwafikisha hapo. Mimi ndiyo Mungu niliyewaumba ambaye nipo ndani ya Mfalme Zumaridi. Hakika ninawaomba wanangu kila mmoja ayashike yale ambaye Mfalme Zumaridi ameyanena mbele zenu. Kila mmoja ashike, kila mmoja ashike. Mungu Baba akasema kwamba kwa upande wenu mimi siku zote huwa nasema kwamba sina shida wakati Zumaridi anawakomboa, anawaleta kwamba Mfalme Zumaridi anawakomboa. Yaani wakati Mfalme Zumaridi anawakomboa, mimi Mungu jinsi, yani Mungu Baba akasema kwamba wakati Mfalme Zumaridi anawakomboa nyie, mimi Mungu jinsi nilivyowatazama, jinsi nilivyokuwa na utii, Mfalme Zumaridi alivyoigawa sehemu ya utii, yani sehemu yake ya utii Mfalme Zumaridi aliweka ndani yenu. Sehemu ya heshima ya Mfalme Zumaridi aliweka ndani yenu, ya upendo aliweka vitu vingi, vilikaa vikatulia ndani yenu. Kwa hiyo eneo lenu nyie mimi huwa sina wasiwasi kabisa. Hata haya aliyonena Mfalme Zumaridi ameweka kama angalizo, maana kwa sasa mmefichwa, kwamba mimi Mungu nimewaficha na nguvu yangu, kwamba shetani hawaoni. Lakini nitakapokwenda kuwafunua katikati ya uso wa dunia, huko ndiko aliko shetani. Kwa hiyo ndio maana Mfalme Zumaridi sasa ameweza kusema na nyie kabla ya kwenda kuwafunua kwenda kule aliko shetani, ili sasa hivi ambavyo ameweza kuvisema viweze vikasimame mbele yenu, vikawe ngao ya kuwakinga dhidi ya shetani yale ambayo atahitaji kutaka kuwapenyezea, ili shetani sasa akose nguvu, akose cha kujitetea, akose lolote. Nitakapokwenda kuwafunua, Mungu Baba anasema, nitakapokwenda kuwafunua, shetani atakuwa hana cha kujitetea tena, atakuwa hana la kusema tena. Basi Mungu Baba akaongea maneno yao, lakini baadaye Mungu Baba akasema kwamba siku njema ya leo mimi Mungu Baba ninakwenda kuwaingiza katika madhabahu yangu. Ninakwenda ninakwenda kuwavulisha ule utukufu mliokuwa nao mwanzo. Ile nguvu ambayo ilikuwa nimewaficha ile ya mwanzo, ninaitoa, na mara baada ya kuitoa ninawaingiza ndani ya madhabahu. Na mara baada ya kuingiza madhabahu ninakwenda kuwapa nguvu nyingine mpya, ambayo sio nguvu tena ya kuwaficha. Yaani sio nguvu tena ya kuwaficha kama nilivyokuwa nimewaficha mwanzo, wanadamu hawaoni. Ni nguvu tena, yani ni nguvu ya kwenda kuwafunua, ya kuonekana sasa. Ile ambayo nilikuwa nimewaficha ninaitoa siku njema ya leo kabla ya kuingiza. Ninaitoa, hiyo itakuwa haina kazi tena kwa wakati huu. Kazi yake imekwisha. Ninakwenda kuwapa nguvu nyingine sasa ya kuonekana. Mungu Baba akasema kwamba ndio maana Mfalme Zumaridi alisema kwamba mara baada ya mimi Mungu Baba kuingiza ndani ya chumba hicho, kwa wale kwa upande wa uzao wa kwanza, wale ambao watakuwa vizuri, itakuwa ni vyepesi sana kuwashuhudia hata katika ulimwengu wa roho, yani nyie kuwatokea hata katika ulimwengu wa roho kusema na nyie, lakini pia hata kutokea kwa macho ya damu na nyama hivi kuwaona, kwa sababu tayari ile nguvu ambayo nilikuwa nimewaficha mimi Mungu Baba nitakuwa nimekwisha kuitoa na nimewaweka wazi. Yani nitakapoweka ndani ya ile madhabahu ninakuwa nimewaweka wazi, yani ninakuwa nimewaweka wazi. Sasa mko wazi, yani mko huru kuonekana. Mpo huru kuonekana, lakini wakati huo nikiwa nasubiri wakati wangu wa dunia nzima kuwaona. Nikiwa nasubiri wakati wa dunia nzima kuwaona, uzao wa kwanza mimi Mfalme Zumaridi amekwisha kutoa kibali hicho, amekwisha kutoa ruhusa hiyo ya kwamba atakayekuwa vizuri kabisa kwa uaminifu atakwenda kuwashuhudia. Anawaambia watumishi wa kundi la Steven Charles Kanumba atawaona, yani itakuwa ni wepesi, yani wepesi utakuwepo wa kuwaona, kulingana na jinsi ambavyo nilivyosema mwanzo kwamba ile nguvu sasa ambayo ilikuwa nimewaficha mimi Mungu Baba hao wasiwezi kuwaona, ninaitoa siku njema ya leo, ninakwenda kuwafanya kuonekana. Lakini wakati huo nikifuata utaratibu wangu, yani nikifuata utaratibu wangu mimi Mungu
mpaka sasa itakapofikia hatua ya dunia nzima. Lakini huku uzao wa kwanza, Mfalme Ismaili amekwisha kuwapa kibali, ni kazi kwenu kudai, ni kazi kwenu kukaa vizuri. Mungu Baba anasema kwamba watakapokaa vizuri uzao wa kwanza, hata kupitia semina hizi watashuhudia, wataona vitu vingi vingi, yani watavishuhudia kama nilivyosema, kama Mfalme Ismaili alivyosema watashuhudia. Lakini endapo kama hawatakaa vizuri, hakuna kitakachotokea kwao. Na mimi Mungu sina shida hata kama kitatokea kwao. Kusudi langu mimi Mungu kwa hawa watumishi wa Mungu ni duniani. Ninachohitaji mimi ni dunia ndio iwajue, dunia iwaone. Mimi Mungu nikiwa ndani yao, yani mimi Mungu nikiwa ndani yao, niingie duniani, nikaokoe roho zangu, nizirudishe kwangu, nikae pamoja na familia yangu. Mungu Baba kama ametumia kauli hiyo, ninahitaji kuirudisha familia yangu tena kwangu. Nikae na familia yangu, niimbe na familia yangu, nicheze na familia yangu, niwe na amani na familia yangu. Maana familia yangu mimi ni amani. Familia yangu mimi ni amani muda wote, ni ya kicheko muda wote. Lakini shetani alikuwa ameichukua familia yangu na kuipa machozi. Mimi kwa sasa ninahitaji kurudisha familia yangu, kuirudisha familia yangu mikononi mwangu, nikae na familia yangu, niishi na familia yangu, nicheke na familia yangu. Kama ambapo Mfalme Ismaili siku njema ya leo aniletea familia yangu hii ambayo ni watumishi wa Mungu na Steven Charles Kanumba. Mungu Baba akawa anashukuru kama Mfalme Ismaili, yani atakapoingiza kwenye chumba ni kwamba Mfalme Ismaili ameenda kumpa Mungu Baba familia yake hiyo ambayo ni watumishi wa Mungu na Steven Charles Kanumba, amekwenda kuwakabidhi mikononi mwake katika madhabahu yake. Kwa Mungu Baba akawa anashukuru kwamba kama leo ambapo Mfalme Ismaili anakwenda kunipa familia yangu, siku njema ya leo ninakwenda kuipokea familia yangu katika madhabahu yangu, kwenye nyumba yangu. Ni familia yangu hii ambayo ilikuwa imetekwa na shetani, ambayo ilikuwa inalia kule kuzimu. Shetani anaitesa, anaihangaisha, anaisumbua. Siku njema ya leo Mfalme Ismaili kaniletea familia yangu, ninakwenda kuichukua familia yangu na kukaa nayo. Na mara baada ya hapo ninakwenda kuishi na familia yangu, yani yote kwa ujumla. Sasa wakiwemo hao ambao amenikabidhi Mfalme Ismaili siku njema leo, lakini pia na dunia nzima ninakwenda kuishi nao pamoja. Hiyo ni familia yangu. Basi niweze kusikiza maneno yao kwa Mungu Baba. Lakini pia Mungu Baba akasema kwamba Mungu Baba kupitia hivi sasa, hii hatua ambayo tumefikia, hii hatua ambayo nimefikia Mungu Baba mimi siku njema ya leo, ni hatua kubwa ya ajabu. Na hatua hii sasa, mara baada ya kuingizwa, baada ya kuwachukua, akatumia kauli kwamba mara baada ya kuichukua familia yangu na kuiweka kwangu, yani kuiweka kwangu, Mungu nitaendelea na ratiba zingine ambazo zitafuata kwa mbele. Kuna ratiba ambazo nitaendelea kuzipanga zitafuata kwa mbele. Na ratiba hizo Mungu Baba akasema kwamba nitakwenda kuzisema au nitakwenda kuzitaja hatua hadi hatua ambazo zitaendelea mbele. Zipo hatua ambazo zinaendelea wakati hao watumishi wa Mungu wakiwa ndani ya hii madhabahu au wakiwa ndani ya chumba. Kuna ratiba au kuna hatua ambazo ninaendelea kuzipiga kabla ya kuwafunua. Yaani wakiwa ndani kuna ratiba zingine ambazo naendelea kuzifanya, kuna mipangilio mingine ambayo naendelea kuifanya na mwanangu mpendwa Mfalme Ismaili. Mungu Baba akasema kwamba nitakwenda kuzisema hatua hizo, na nitakwenda kusema kwamba mipangilio hiyo ambayo inakuja mbele, ipo mipangilio yangu, bado ninaendelea kupanga vitu vyangu mimi na Mfalme Ismaili. Basi nikajikuta nimeitikia pale pembeni, amina 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 amina. Basi baada ya kuitikia pale, Mungu Baba aliweza kumgeukia Mfalme Ismaili akamwambia kwamba mwanangu, mimi sina cha kuongea, mimi sina cha kusema, hiki kikao ni cha kwako na watoto wako, mimi ninakukabidhi. Basi Mungu Baba akawa ametulia kabisa pembeni. Mfalme Ismaili akawa amesema kwamba nawashukuru sana hata kwa kufikia hatua hii watoto wangu, ninawashukuru sana. Ni wakati sasa umefika, ni hatua sasa ambayo imefika ya mimi Mfalme Ismaili kwenda kuwakabidhi kwa Mungu Baba, yani kwenye madhabahu ya Mungu Baba ninakwenda kuwakabidhi sasa wakati huu. Basi pale baada ya Mfalme Ismaili kuongea hayo maneno, ziliweza kupigwa saluti na wale malaika wakubwa ambao walikuwepo pale. Ziliweza kupigwa ni saluti za kutosha pale, lakini aliweza kusikika ni mizinga, iliweza kupigwa ni mizinga 7 pale, iliweza kupigwa kwa heshima kubwa sana ya kimbingu. Lakini mara baada ya hapo sasa niweza kuona kwamba watumishi wa Mungu ya Steven Charles Kanumba wakawa wameinuka, lakini na hii cabinet ya mbingu yote ikawa imesimama.
Baada ya hapo lakini kundi la kina Mfalme David wenyewe wakawa wamesimama. Baada ya hapo Mfalme Zumaridi akasema kwamba ni wakati sasa wa kuwaingiza watumishi wangu ndani ya chumba. Basi pale niweza kujikuta ni kama vile kufunuliwa, kama vile kukawa na uwazi mkubwa. Palipokuwa na uwazi mkubwa nikaweza kushuhudia ni mbingu sasa jinsi ilivyokuwa imejiandaa, makerubi, malaika watakatifu walivyokuwa wamejiandaa kwa ukubwa, yani zaidi njia nikaona kama ilikuwa ni njia pana sana, ni kubwa sana, ambayo ilikuwa inaelekea ndani ya ile madhabahu. Lakini huku ilikuwa imetapakaa mbingu, malaika watakatifu, makerubi, kulikuwa kuna utulivu wa ajabu sana. Lakini pia ilikuwa inapigwa hii mizinga, ilikuwa inaachiwa hii mizinga, ni mfululizo mingi. Basi pale niweza kuona sasa, kwanza kabisa aliweza kusimama Mungu Baba, aliweza kusimama Mfalme Zumaridi na Zumaridi wa mbinguni, ni kama vile kuongoza msafara. Wakawa wamesimama wao, wakatangulia, wakawa wametembea. Sikuona walienda kuishia sehemu gani kule mbele. Lakini baadaye nikaweza kushuhudia sasa ni huo msafara. Niliweza kumshuhudia sasa Mfalme David na kundi lake, yani wale watoto 6 ambaye na Mfalme David wa 7 walikuwa wametangulia kwa mbele kuongoza msafara. Lakini huku nyuma niweza kuona watumishi wa Mungu, kundi la kina Stephen Charles Kanumba na wenyewe walifuata kwa nyuma. Na kwa nyuma zaidi kulikuwa kuna makerubi, lakini pia pembeni huko kulikuwa kuna makerubi wengi sana wakubwa ambao wamejaa kwa ajili ya kuongoza msafara, kuingiza ndani ya kile chumba. Basi naweza kuona ni msafara huo unaelekea kwenye ile madhabahu kubwa. Mara baada ya kufika kwenye hiyo madhabahu sasa, pale mlangoni niliweza kukutana na ule mtambo mkubwa sasa wa kuwatakasa. Niliweza kuona kama nilivyoona ile siku ya jana kwamba waliweza kuingia kundi la Mfalme David, liliingia likali linaingia linapita kwenye ule mtambo, linaingia ndani ya madhabahu, linapita kwenye ule mtambo, linaingia ndani ya madhabahu. Lakini ilipofikia hatua ya kundi la kina Stephen Charles Kanumba, katikati ya ule mtambo wenyewe waliingizwa wote kwa pamoja. Na nikaona kama umepita muda kabisa, yani kuna muda ambao ulipita wakiwa ndani ya mtambo ule, sasa wanatakaswa. Lakini jinsi walivyokuwa wanatakaswa, mtambo ule ulikuwa unatema ni moto. Wanatema moto mkubwa sana, ukaona unawatakasa. Lakini baadaye ule mtambo uliweza kama vile umewatema, au kama umewafyatua kuwaingiza ndani ya ile madhabahu. Basi hao makerubi waliokuwa nyuma wenyewe kwa wameshia kwenye hili lango. Basi na mimi nikanipata neema ya kushuhudia sasa mle ndani ya ile madhabahu au ya kile chumba mara baada ya kuingizwa. Kitu ambacho niweza kushuhudia kwamba waliweza kuingizwa ni kwenye mtambo. Kwa kuna mtambo mkubwa wa kwanza ambao ulikuwa ni mtambo ambao umejaa nguvu za ajabu sana. Kulikuwa ni mtambo ambao unazunguka na nguvu kubwa sana ya ajabu. Basi waliweza kuingizwa mle, lakini kitu ambacho naweza kushangaa kwamba ile mitambo ilikuwa ni mingi imegawanyika, ni mingi sana imegawanyika. Kwa hiyo mitambo ilikuwa inachukua watumishi baadhi wakawa wanaingia, wengine wanaingia kwenye mtambo wengine huu, wakaanza sasa ni kutakaswa ndani ya kule ya zile mitambo. Sasa kwanza sio kutakaswa tena, ilikuwa ni kujazwa, yani ndani ya kile chumba wanazungushwa ndani ya ile nguvu. Lakini pia nikaona utukufu wa Mungu mkubwa, nikaona madini ya samani, yani nikaona vitu vingi vya ajabu wakawa ndani ya hicho chumba. Basi baada ya kuwaona sasa wako ndani ya hicho chumba sasa, yani zoezi mitambo kwanza Mungu Baba aliweza kuiwasha mitambo ikawa imeanza sasa kufanya kazi. Basi baada ya kuwa na washuhudia mle, niweza kusikia sauti kubwa sana ya Mungu Baba inatoka mle ndani ya hicho chumba au madhabahu kwamba mimi ndiye Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mimi ndiye. Kazi yangu imekamilika ya kuwaingiza watoto wangu ndani ya chumba. Kazi yangu imekamilika ya kuwarudisha watoto wangu katika familia yangu. Basi baada ya Mungu Baba kusema hivyo, nimesikia sasa ni kimya, nikanasikia sasa ile mitambo sasa ina nguma mle ndani, utukufu mkubwa, madini ya samani. Yani ni chumba cha ajabu sana ambacho huwezi kustahimili kukiangalia tu hivi kwa muda mrefu. Yani ukiangalia ni mara moja unafumba macho. Ni chumba cha ajabu sana, lakini pia ni pakubwa sana pa ajabu. Basi baada ya kushuhudia hivi sasa niweza kumuona Mfalme Zumaridi pembeni yangu hapa tulipokuwa nje. Mfalme Zumaridi akaniambia kwamba ninamshukuru sana Mungu Baba kwa hatua hii. Tayari watumishi wangu nimekwisha kuingiza ndani ya chumba. Tayari watumishi wangu nimekwisha kuingiza ndani ya madhabahu ya Mungu Baba. Hizi ndio hatua zangu na zitaendelea hatua zingine mara baada ya hatua hii. Nikamwambia Mfalme Zumaridi, amina Baba. Mfalme Zumaridi akaniambia kwamba ninakushukuru. Akaniambia tena mimi kwamba ninakushukuru na nitazidi kukushukuru hata kwa kuweza kuyashuhudia haya kwa siku njema ya leo. Ubarikiwe. Basi hivyo niambia Mfalme Zumaridi ubarikiwe. Nikawa nimejikuta sasa ni moja kwa moja nimerudi mpaka ndani ya mwili wangu, na kwa wakati huo sikuweza kuona kitu kingine. Na mimi namshukuru Mfalme Zumaridi kwa kuweza kunionyesha haya. Sifa na utukufu namrudishia yeye milele yote. Amina. Asante Baba. Fuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.